Nachukua nafasi hii kushukuru Mwenyezi Mungu pia kwa wakati huu. Asante mtumishi wa Mungu kwa neno hilo. Ningependa tushiriki neno la Mungu kwa muda mfupi sana ambao Mungu ameweka ndani ya moyo wangu mchana wa siku hii ya leo. Na andiko letu ambalo tunaenda kulisoma linapatikana kutoka kitabu cha Numbers ama Hesabu mlango wa 13. Taanza pale mstari wa 26. Biblia inasema kwa Kiingereza, "Now they departed and came back to Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh. They brought back word to them and to all the congregation and showed them the fruit of the land. Then they told him and said, we went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruit. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south. The Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains. And the Canaanites dwell by the sea and along the banks of the Jordan." Then Caleb quieted the people before Moses and said, "Let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it." But the men who had gone up with him said, "We are not able to go up against the people, for they are stronger than we." And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, "The land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants. And all the people whom we saw in it are men of great stature. There we saw the giants, the descendants of Anak came from the giants, and we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight." Heavenly Father, in Jesus' name, I thank you this hour because of the word that we are sharing. I commit my listeners and my viewers into your hands. The Lord, you speak to our hearts even this afternoon. Jehovah, Lord, take over. Use me as a vessel to bring glory to your name. And thank you, Lord, because after this, we shall never be the same again. Holy Spirit of God, speak to us. Give us knowledge and an understanding, even as we go through this word. In Jesus' name we've prayed and given thanks. So mahali tumesoma ama andiko ambalo tumesoma linaongea juu ya wapelelezi 12 ambao waliweza kutumwa na Musa katika nchi ile ya ahadi ama nchi ile ya Kanani. Katika safari ya wana wa Israeli walipofika katika jangwa ambalo linaitwa Kadesh ama pahali panaitwa Paran, Biblia inasema kwamba Mungu akanena na Musa akamwambia kwamba nataka utume wapelelezi katika ile nchi ili waweze kuona ile nchi inakaa namna gani. Na Biblia inasema kwamba Musa akatuma wale spies ama wapelelezi 12. Maana makabila ya wana wa Israeli ilikuwa makabila 12. So Musa akachagua kila mmoja ambaye alikuwa anawakilisha
kabila moja ya wana wa Israeli ama nyumba moja ya wana wa Israeli. Na kwa kweli wana wa Israeli ama wale spies wakaweza kuenda mpaka ile nchi kwa siku 40. Biblia inasema kwamba wakawa mahali pale wakitembea wakiangalia, je, nchi hii inakaa namna gani? Na kwa kweli walipotazama ile nchi wakaizunguka, maana siku 40 sio siku chache, wakatafuta nafasi, wakachukua matunda, wakabeba matunda ya ile nchi ambayo ilikuwa ni mzito na ni mzuri sana. Kitu ambacho kiliweza kusikitisha ni kwamba kati ya watu wale 12 ama wapelelezi 12 ambao waliweza kutumwa katika ile nchi ya ahadi, 10 ya wale waliotumwa walileta ujumbe mbaya. Na leo nataka tuseme ama tujiulize swali moja. Je, sisi tunapenda kuenenda na watu walio wengi ama walio wachache ambao wananena ukweli? Maana katika mambo ya Mungu haienendi na umati, haienendi na demokrasi, haienendi na kusema je, ni watu wangapi ambao wanasupport jambo hili. Maana katika sehemu hii ambayo tumesoma neno la Mungu limesema kwamba isipokuwa Caleb peke yake na Yoshua baadaye. Maana ukisoma 14 kuteremka pale chini, hebu tunaweza kusoma mahali pale mlango wa 14 pale Numbers mahali tulikuwa. Biblia inasema mstari wa kwanza, so all the congregation lifted up their voices and cried, and the people wept that night, and all the children of Israel complained against Moses and Aaron. And the whole congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in this wilderness. Why has the Lord brought us to this land to fall by the sword, that our wives and children should become victims? Would it not be better for us to return to Egypt? So they said to one another, let us select a leader and return to Egypt. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. But, angalia mstari wa 6, but Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, tore their clothes, and they spoke to the congregation of the children of Israel, saying, the land we passed through to spy out is an exceedingly good land. If the Lord delights in us, then he will bring us into the land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. And all the congregation said to stone them with stones. Now the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the meeting before all the children of Israel. So bahali pale tumesoma nyuma, neno la Mungu linasema kwamba kati ya wale wapelelezi 12 ni wawili tu peke yao, Joshua pamoja na Caleb, ambao waliweza kusimamia neno la Mungu, ambao waliweza kusimamia ahadi ya Mungu, ambao walisema kwamba hatutarudi nyuma. Unajua wapendwa, wacha niseme jambo moja tu kwamba Wakristo kwa sababu ya background yetu, ama kwa sababu ya msingi wetu, ama kwa sababu ya vile tumelelewa, unapata kwamba wakati mingi sio rahisi watu wengi kusimama na vile Mungu anasema. Watu ni rahisi kufuata umati, maana katika systems za dunia walio wengi ndio wanao sauti. Na ndio tulitoa pale mahali kitu inaitwa democracy katika taifa letu la Kenya na mataifa mengine. Unapata kwamba tunapopiga kura, unakuta kwamba hata kama umeshinda mwenzako na kura moja,
basi wale ambao walio wengi ndio wameamua, na itakuwa namna hiyo. Lakini katika mambo ya Mungu kuna utofauti. Ni lazima tuwe waangalifu sana tunaposikia sauti ambazo zinatoka kwa wanadamu, maana kila mara kuna kuanga na sauti mbili tunapoenenda katika maisha. Hauwezi kuwa na sauti moja. Kuna sauti moja ambayo inakwambia sikia vile Mungu anasema na ufuate maagizo yake, na kuna sauti ingine inasema kwamba ni kawaida, kwamba mambo haya hayawezekani. Mababu zetu walijaribu wakashindwa, vijana wengine wamejaribu wameshindwa, serikali imejaribu imeshindwa, nani wamejaribu wameshindwa. Kuna sauti mbili, lakini chaguo ni lako wewe mwenyewe, kama uliye Mkristo uliyeamua kuokoka na kusema kwamba nitalifuata neno la Mungu, ukasema kwamba kuanzia siku hii ya leo namfuata Yesu Kristo. Na ndipo neno la Mungu linasema kwamba Yesu Kristo akasema kwamba wale ambao wananipenda, wale ambao wanasema wanasikia sauti yangu, waichukue msalaba na wakaibebe na wakanifuate mimi. Maana katika changamoto ambazo tunakumbana nazo, tunasikia sauti mbili ambayo inatuambia. Sauti moja inasema kwamba ni ngumu, lakini kwa sababu Mungu amesema lazima tuenende na neno la Mungu. Sauti ingine inasema kwamba wachana, neno la Mungu ni mambo ya zamani, neno la Mungu ni hadithi ya akina Caleb na Yoshua. Maana wakati huu Biblia inasema kwamba wana wa Israeli walisikia sauti ya wale waliokuwa wengi, wakasema je, wakaanza kupigana vita na Musa na Haruni. Wakamwambia, je, ulituleta pande hii ama ulitutoa katika Egypt ama Misri ili tukuje tukufie huku jangwani? Heri ungetuacha sisi kule Misri. Maana walisikia sauti ya walio wengi. Sikia vile neno la Mungu linaposema mahali tumesoma. Unaweza tu kurudi nyuma mlango wa 13 mstari ule wa 26. Ama tuanze pale 27. Kwa sababu tulikuwa tumesoma 26, tuanze pale 27. Neno la Mungu linasema kwamba then they told him and said, we went to the land where you sent us. Hiyo ni kumaanisha kwamba walifuata instructions ya kwanza vizuri. We went, tuliondoka na tukaenda vile ulivyotutuma Musa. Tulijikusanya na tukaenda tukiwa 12. Tukajitolea kusikia sauti yako na tukasema kwamba tunaenda. So they went. That's what the Bible says. We went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruit. Yaani ni kumaanisha kwamba tulifika ile nchi, na ndio kama vile Mungu alivyotuahidi, ni nchi iliyo na asali na maziwa, na ndio hii matunda yake. It is true, God, the land that you have promised us is a good land. It is a land that is flowing with milk and honey. We went there. This is the evidence. We came back with the fruit. Bado wako wote sasa wanathibitisha, wanasema ndio ile nchi kweli ni nzuri sana, inapendeza, ni mahali ambapo panatamanika. And this is its fruit. Look at now verse 28. Mahali mambo inabadilika. Whenever you are doing something and then you say nevertheless, you have changed the statement. You are killing even the first statement by the children of Israel, or by these 10 spies, saying, nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south. The Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains. And the Canaanites dwell by the sea and along the banks of the Jordan. What does that statement mean? It means now, whatever the intention of God for the children of Israel, ile lengo ambalo Mungu alikuwa nayo ya wao kuleta matunda kama evidence kwamba tumefika ile nchi, na ile nchi ni nzuri. Wakati walianza kusema nevertheless, sijui kwa Kiswahili inasema nini. Maybe mtu anaweza niangalilia mahali hapo kwa Kiswahili. Lakini unaposema kitu nevertheless, inamaanisha kwamba
umebadilisha ile statement, umetoa ile uzuri wote ambao ulikuwa unaongea juu yake, umeondoa ile uzuri wa matunda ya nchi ambayo imepatikana mahali pale, umeondoa ile kusema ile nchi imejaa asali na maziwa. Wakasema nevertheless the people who dwell in the land are strong. Whenever you make that statement, the enemy takes that statement and now uses against you, because it means yes, but hata hivyo. In fact kwa Kiswahili nasema hata hivyo, maana ni kusema kwamba ulisema pale ni pazuri, pale pamejaa matunda. Kwa mfano nikiwaambia kwamba nataka kukupatia kitu, niseme mimi nakupatia hii shilingi 2,000. Wewe unanisikiza vizuri sana, unaona sura yako ina melemeta, unasema pastor ameamua kunibariki. Alafu nirudie na kusema lakini hii pesa unirudishie kufikia jioni. Unajua hata ile tamaa ya ile pesa itaisha. Kama ulikuwa unatamani kwenda kuifanyia kitu, the statement ya kusema lakini imebadilisha everything else. And that is what is happening with many Christians. They are saying, yes, I am born again. Yes, I believe in Christ. But when you add the word but, that is changing everything. And it's changed for the children, for these spies. Ndio wako wengi, wako 10 wameleta matunda kuonyesha ile nchi ni nzuri. Lakini ile statement wakumaliza kusema kwamba lakini ile nchi kuna watu wenye nguvu, kuna waanaki. They killed everything. They changed everything. I'm sure faces ya wale watu ambao walikuwa wanangojea kusema sasa kesho tunaondoka kuendelea katika safari hii, ikabadilika, ikasemekana kwamba ikachange, ikakuwa uoga. You know, whenever you change a statement by saying nevertheless, then nevertheless, the statement that follows after nevertheless carries the day, becomes the strongest. Watu sasa hawafikirii tena mambo ya asali, watu hawataka kuona matunda tena, wanafikiza vizuri, lakini wanasema nini? Let me give you a very good example. Watu wamekuwa wakifuata hii historia ya corona tangu ilipoanza. And that is why Kenyans each and every time around 3 inakuanga 3:30 wakati the famous man ilikuwa CS wa agriculture, not agriculture, wa health, Mutahi Kagwe. Alafu Mutahi Kagwe nafikiri alifika mahali naye akachoka, ameona watu wameuliza maswali mingi, yeye akaenda kando, akaleta madam moja alikuwa anaitwa Mwangangi. I think Mwangangi naye akasema it is too hot for me, akaachia sasa jamaa anaitwa Rashid Aman, yeye ndio anaendeleza saa hii. So Kenyans wanakuanga glued on the TV between 3:30 and 4 because hapo ndio mambo yanasema. Now what happens with Kenyans? Kenyans wanapoisikia ile sauti, people are not listening to all the other statements. Watu wanataka kusikia tu wale wamekuwa positive for the last 24 hours are how many. In fact watu wanasemanga huyu jamaa ana waste time. Awachane na history mingi. We tested sijui how many samples, sijui we did how many samples out of the sijui nini borders, sijui cessation. Watu wanasema huyu jamaa anamaliza time aseme watu walio positive ni watu wangapi. Why are the people having interest in that part only? According to them, that report is what determines what happens. That report ndio inasema where are we going tomorrow. It is a sensitive report. Na watu wengine wanasema kwamba hiyo hesabu kabla ipeanwe. The reason why Magufuli alifuta minister wa health kule Tanzania wa kwanza, alimkalisha akamwambia, my friend, kabla ukuje usome hiyo figure ama hiyo namba kwa TV, make sure kwamba umedhibitisha it is true. Bwana asifiwe sana. That is the nature of a human being. A human being anataka kuangalia kitu ambayo inamgusa direct. Kama saa hii madereva wanangojea ile siku watasema, wakisema tu wanafungua Nairobi namna hii, the happy, utaona madereva wanakula nyama choma, ile pesa kidogo mtu alikuwa ameweka kidogo, anasema hey, finally bwana,
tumerudi barabarani. Wale wanabiashara wanangoja mabiashara zao zifunguliwe. Wale wa mahoteli wanangoja mambo haya yafanyike. Lakini sijaona mtu ambaye anasema wacha niombe na nisikie Mungu anasema nini kuhusu jambo hili. Mungu anasema nini kuhusu watoto wangu? Mungu anasema nini kuhusu biashara yangu? Mungu anasema nini kuhusu mapato yangu? Sio wengi. That is why you can find 99% ya watu wanaochi TV wakingojea figures. And 1% ya watu wanangojea Mungu wakisema, Mungu unasema nini siku hii ya leo? Yes, the figures may be more. Yes, wanaweza kuwa wamefunga Isili na wamefunga Mombasa Old Town na wamefunga kwingine, lakini Mungu unasema nini juu ya mambo haya? No, there are few people who are waiting to hear from God. We are having majority of people who are focusing on the figures, just like the 10 spies. They are looking at the negative things. They are looking at things ambayo inavunja watu moyo. Wacha niwaambie leo hii kwamba serikali haimjui Mungu. Serikali inakuja na figures peke yake. Bwana asifiwe sana. Lakini sisi ambao tumeokoka tuko na sababu ya kupiga magoti na kuomba. And you feel your heart kuna kitu Mungu anasema tulia, it shall be well. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio inafaa to believe more than the figures. Siku za kwanza watu walikuwa wanaangalia TV daily. Wanaangalia figures leo zimefika ngapi. Inapoteremka unaona watu wana smile. Inapopanda watu wanageuza sura. Hiyo ni kumaanisha nini? Those figures, they cannot help us in any way. They are going to help the government in planning their work. But you as a Christian, you are supposed to concentrate on what is God saying about this matter. What is God saying about the economy? What is God saying about your children going back to school? What is God saying about your business? Usikue kama mtu wa serikali pia ambao you are working with figures. Mungu hajawahi work na figures. Bwana asifiwe sana. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja, nafikiri alikuwa Gideoni kama sijakosea, ambaye alikuwa na jeshi kubwa sana na watu 10,000. Na Biblia inasema kwamba wakati alikuwa anajitayarisha kwenda vita, Gideoni akasema I have the numbers. Bwana asifiwe sana. Si wanasiasa wanasemanga I have the numbers. So Gideoni akasema I have the numbers. I have 10,000 people who are ready to fight, and more so I have God. And that's the mistake that we make as Christians. We arm ourselves with the resources that we have, and then now we bring in God to support us plus the resources that we have. God does not go with the resources that we have. God works in his own way. Bwana asifiwe sana. Mungu anafanya kazi tofauti na wanadamu. Hafanyi na vitu ambavyo tulivyo navyo. So Gideoni akasema niko na numbers. Na akajitayarisha kwa vita. Mungu akamwambia Gideoni, my friend, that number is too big. Bwana asifiwe sana. That number is too big. Punguza. Hao watu si watu tutaenenda na wao. There are too many. So Gideon akasema let me slash. Mungu akamsaidia akaslash 7,000 mara moja. Akabaki na 3,000. Akasema hata Mungu kama ni mtu wa hesabu kweli, ama kama Mungu ni Mungu wa hesabu kweli, ukireduce from 10,000 mpaka 3,000, Mungu kweli ukiona hapo si nimereduce ya ukweli. Mungu akamwambia my friend, that figure is still too high. Akabakisha mia ngapi? 300. Mungu akamwambia sasa hii 300 ndio nitafanya nayo kazi. So kama ni wewe Mkristo ungesema Mungu ajui hesabu. You cannot win a war with that small number. And the same case with what we are going through today in Kenya and in the country and in the world at large. We can't go. God cannot work with what we are having. Mungu hawezi akaenenda na figures zetu. Bwana asifiwe sana. Mungu hawezi akaenenda na figures zetu. Kuna mtu mmoja sijui kama ameokoka, I'm not very sure. Anaitwa Magufuli. Lakini he is a very stubborn fellow and he stands by what he says. Watu wamemlaumu sana. Wakasema huyu mtu afikirii, lakini Magufuli yeye ni mtu wako na msimamo. Heri mtu ambaye ako na msimamo na ni yeye mwenyewe ameweka hiyo msimamo yake.
and he is ready to die with it. Bwana asifiwe sana. Than sisi ambao tunafuata makundi, tunafuata vile watu wanasema, tunafuata vile wanadamu wanasema. Heri wewe usimamie kile kitu umeamua, hata kama watu wangapi watakupinga. Bwana asifiwe sana. He is the only president in East Africa who doesn't give a damn of what people are saying. Na Afrika, Bwana asifiwe sana. Wakati watu wengi wamejikunja, yeye amesema hii corona tutapambana naye mpaka mahali imefika, ama mahali itafika. So yeye saa hii nimesoma news mahali wanasema tena ameitisha another 3 days of prayer and fasting. I don't know whether he is born again, but at least he is close to what God wants. Bwana asifiwe sana. He may not be right, he may not be taking the right direction, but he is close to what God wants. Mungu anataka watu wamtegemee kwa mambo haya. Bwana asifiwe sana. That is the whole thing. It's not about the figures. Akina Mutahi Kagwe watasoma figures yao, wasome figures yao. They are employed and they are paid to do that. But as a Christian, what are you going to do? You should not be working on figures. In fact, kuna watu saa hii ukiwauliza wakati walitangaza mara ya kwanza, watu waliokuwa na corona walikuwa ni watu wangapi? They can give you the figures. They have the statistics. Wiki ya kwanza walikuwa wamefika watu wangapi? They give you the statistics. Mwezi wa kwanza, they give you the statistics. By yesterday, do you know the figure they ambao watu wa corona wamefika? They will give you the number. Lakini muulize tu. Muulize Old Testament iko na vitabu vingapi? Very general question. Nursery school. Sunday school, si nursery school, Sunday school. Old Testament iko na vitabu vingapi? Ataenda kwa Google. Na ile ya Mutahi Kagwe ako naye kwa kichwa, aje Google. What does it tell you? We are interested in the wrong things. We are trusting God but in the wrong way. We are like any other person. Tuko kama wanadamu wale wengine. Tunang'ang'ana. Leo hii wacha niwaambie na Mungu atusaidie. Leo hii serikali ikitangaza jioni saa 10 vile tunangojeanga, ama saa 9:30, itangaza iseme kwamba wale wamepatikana na corona tangu jana for the last 24 hours is 10,000. My friend, watu hawatalala kwa nyumba. Kama ni watu kuomba, that is when now you will know, Kenyans know how to pray. Watasema Mungu imefika 10,000 na ilikuwa 700. Wewe ni Mungu wa mabwana, wewe ni Bwana wa majeshi. Si mnasemanga namna hiyo? Wewe ni Mungu wa vita. Sasa hiyo mnamuita sasa Mungu wa vita sababu unaona kimeumana. Wewe ni Mungu wa vita. Look at this figure, Lord. It is 10,000. That is prayer of panic. Bwana asifiwe sana. Lakini ikifika watu 5, hakuna mtu anaomba, anasema that number is still low. Ifike 500, nobody is praying. Ifike 1,000, nobody is praying. Ikifika 10,000 mtu anasema. Alafu tena Kenyans, you are very interesting people. Sema amen mahali Mungu hata ukiwa kwa Facebook. Kenyans wanataka kusikia kama imefika kwao ama haijafika kwao. So wanangojeanga tu jioni. Wamesema estate ngapi? Wamesema Kayole, wamesema Kariobangi, wamesema Kasarani, wanasema Baba Dogo tuko. No wonder tunaweka hizi vitu kwa ndevu hapa kwa barabara. Maana hatujasikia imefika Lakisama. Lakini siku ile utasikia saa hii wamepata mtu mmoja kwa stage. Amepatikana ako na corona na amepelekwa hospitalini. Watu watanunua hizi vitu. Wengine watavaa hata 2. Why? Because Kenyans and human beings by nature, they go by what they see and what they hear. They don't want to listen to what God is saying. I'm not saying it is wrong to wear a mask. I'm not saying it is wrong to sanitize. But we need to go back and ask God, what are you saying about this matter? Na tukizoea kumtegemea Mungu in every matter, in fact the figures will not scare us. They will not shock us. Bwana asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu Elisha, Biblia inasema kwamba mtumishi wake akaamka asubuhi akakuta jeshi kubwa limezunguka mahali ambapo walikuwa wamekaa. Na Biblia inasema kwamba ule mtumishi wa Elisha akakuja akasema, ole wetu tumeisha. Sisi we are finished. Because at that time he was seeing with his human eye.
Just like the 10 spies. 10 spies wametumwa kule waangalie, wapeleleze nchi. Now they are picking only the negative things. Look at the positive thing and look at the negative things. Wacha niwaonyeshe pale tunapomaliza. Ndio mjue kwamba kama wanadamu tusipomtegemea Mungu tuko kwenye hatari. Pale tu, rudi pale tu kwa 27. Mahali tulikuwa. Biblia inasema kwamba then they told him and said, we went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruit. Nevertheless, people who dwell in the land are strong. That is number one. The cities are fortified and large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. Almost 4 or 5 statements. Negative. But the point, ile mzuri ni moja tu. Wanasema the land is flowing with milk and honey. And this is the fruit. Nevertheless, the negative side is big. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ni nature ya mwanadamu. Tunapenda kuangalia, tuna pick on the negative side, tunaacha on the positive side. Unapokumbana na jambo, badala ya kusema hili jambo Mungu anasema nini, unaanza kuhesabu. Kweli imefanyika hii, imefanyika hii, imefanyika hii. Je, tutapona wapi? Na unajua Mungu alileta corona na sababu ili wanadamu warejelee Mungu vizuri. Na waseme kumbe kuna Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini unakuta watu tu bado wanaiangalia corona in the eyes of a human being. In the eyes of a human being. Na Mungu akaifanya in such a way that tajiri na masikini, mzungu na Mwafrika, wake kwa waume, watoto kwa wazee, corona haipagui. So that watu waangalie waseme kweli Mungu anasema nini juu ya jambo hili. Lakini unakuta wanadamu bado wanaangalia the negative things only. They are not looking at anything positive. Bwana asifiwe sana. So leo hii wacha tuseme tunaamini ripoti ya nani? Je, tunaamini ripoti ya wale ambao when they are sent by God, or when something comes they only pick on the negative things, or they amplify the negative things and they suppress the good things? Maana walisema ile nchi ni nzuri, lakini ukiangalia kupinga kwao kulikuwa kwingi, na nikafanya wana wa Israeli wakalalamika, wakasema sasa tunataka kurudi katika, heri turudi Misri. So leo hii I challenge you, hang on the word of God, hang on the report of God, believe in what God is saying. Don't look at figures, don't look at the mathematics, don't look at everything in the negative way. Don't, in fact, ukiangalia uchumi wa Kenya saa hii, ni ukweli kwamba uchumi wa Kenya uko mzuri sana. But as a child of God, nothing has changed between you and God. Bwana asifiwe sana. If your relationship with God is good, even if the environment changes, God has not changed. Bwana asifiwe sana. Ni sisi wenyewe tunaangalia kama kwa we focus on the situation more than God. Just like these spies. Wale walikuwa 12. Out of the 12, it's only wawili ambao walisema ile nchi tutaichukua. So let's stop going with the majority. Let's stop looking at the negative side of everything. There is always a positive side, and there is always, in fact, God works silently. Where there is no noise, where there are no many people complaining, Mungu anaangalia watu ambao wanasema kweli, in everything vile vinakaa namna hii, God is still present here. Bwana asifiwe sana. Nataka tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa sababu ya neno hili ambalo tumelishiriki. Mungu mkuu, naomba kwa sababu ya watu wako ambao wanaamini ripoti ya wanadamu, wanaamini ripoti ya walio wengi, wana focus katika vitu ambavyo viko negative peke yake. Mungu katusaidie hata wakati kama huu Bwana, tukaone mkono wako kwa kila jambo. Maana Mungu haujabadilika. Wewe ni yule jana, leo na hata milele. Utusaidie Bwana, tuamini katika ripoti yako. Tusienende na walio wengi, bali tukutumainia wewe, kwa sababu wewe ni Mungu.
na kwa hali hii unaenda kutuwezesha. Upokee sifa, uinuliwe, utukuzwe, kwa sababu wewe ni Mungu. Pokea sifa na utukufu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. God bless you so much. In Jesus' name. Amen.